Lakini imeibuka habari nyingine, mmoja kati ya mwandishi wa habari akijirekodi katika viwanja vya Jangwani akionyesha kwamba hamna dalili zozote za kufanyiwa hata wanasema msingi wa uwanja kujengwa, hamna hizo dalili, wala magari kufika kutega kwamba wanasubiri amri ya kuanza, bado hivyo vitu havijaanza. Kwa upande huu wa klabu ya Yanga tumesikia mambo mengi sana, hajaanza kwa LC tu, toka huko nyuma watu wanaleta magreda, wanaleta nini, lakini the end of the day msimu unaisha, shughuli inakuwa imeisha. Aliahidi ndani ya miaka 5 ataleta uwanja, lakini sasa hivi anakimbilia mwaka wa 6 mpaka wa 7. 2022 Engineer Hersi, rais wa Young African na rais wa ACA alisema kwamba afe kifa afe beki, miaka yangu hii nitajenga uwanja. Hicho ndio kitu ambacho watu wanakisimamia. Umeelewa vizuri hapo? Lakini mimi kwa upande wangu, kwa upande wa Young African nawaelewa katika eneo moja. Kutengeneza uwanja ni mchakato. Hilo jambo lazima waweze kulielewa. Na katika mchakato wa ujenzi wa uwanja kuna mchakato mara mbili. Mchakato wa kwanza wanasema kwamba mchakato wa ndani, na mchakato wa pili mchakato wa nje. Umeelewa vizuri? Mchakato wa ndani ni ule mchakato ambao huwezi kuuona kwa macho. Huo yani ujenzi upo, lakini upo kwenye mchakato wa ndani ambao kwa macho ya kawaida huwezi kuona. Huo ni mchakato wa ndani. Kujua kwamba hapa vitatumika material kiasi gani, huo ni mchakato wa ndani. Umeelewa vizuri? Mchoro utakuwaje, huo ni mchakato wa ndani. Umeelewa vizuri hapo? Kutakuwa na vyumba vingapi vya biashara, huo ni mchakato wa ndani. Umeelewa vizuri? Labda watatumika wajenzi wangapi, huo ni mchakato wa ndani. Umeelewa vizuri hapo? Kuangalia aina ya soil iliyoko pale, bwana soil hii ina absorb maji au inakuwa inatawanya maji, ni udongo wa aina gani soil yake, huo ni mchakato wa ndani. Umeelewa vizuri? Mchakato wa nje sasa ni mchakato ule ambao unaanza kuona watu, uwanja umezungushwa mabati. Umeelewa vizuri? Unaanza kuona greda limekuja linaanza kuchimbua. Huo ni mchakato wa nje ambao unaanza kuonekana sasa. Unaanza kuona watu wamebeba vifusi vinamwagwa na kadhalika. Huo ni mchakato wa nje. Sasa ukiangalia kwa Young African, mimi nilivyojaribu kuwafuatilia kwa karibu, kwa paka hivi sasa wanamalizia mchakato wa ndani, na wao walikuwa wametoa miezi 18 nafikiri watakuwa wamekamilisha swala la ujenzi. Na ukiangalia siku ile ya uzinduzi walipouliza kwamba ujenzi unaanza lini, wakasema kwamba soon, yani unaanza hata kesho. Umeelewa vizuri? Tafsiri yake ni kwamba wapo katika inner party process, mchakato wa ndani ambao wanaufanya. Na ukiangalia Young African, mara mwisho mimi nilimsikia msemaji wa Young African Ali Shabani Kamwe alisema kwamba kwa sasa hivi kilichopo sasa hivi Yanga pamoja na GSM wao wanatafuta kampuni, yani wapo katika kutengeneza kampuni ambayo kampuni hiyo ndiyo ambayo itakosimamia utekelezaji wa ujenzi wa uwanja na ndiyo ambayo itakosimamia uendeshaji wa uwanja ukishakuwa tayari. Umeelewa vizuri hapo? Hiyo ni kampuni ambayo ipo katika utekelezaji. Kwa sasa hivi wapo katika matengenezo ya kampuni. Umeelewa vizuri? Na ukiangalia kule Zanzibar, nafikiri kama sio mwezi wa 3 mwezi wa 4 walikuwa wameongeza watu katika ile kamati ya kusimamia mchakato wa kampuni itakayoshirikiana kati ya Yanga na GSM. Waliongezeka watu wawili. Kuna mmoja alikuwa mtaalamu wa masuala ya sheria na mwingine alikuwa kwenye utaalamu wa masuala ya biashara na fedha. Umeelewa? Waliongezeka kwenye ile kamati. Na walivyoongezeka wale, baada ya hapo sasa tukaanza kuona mchakato mwingine ukaja mchoro wa uwanja ukaonekana. Watu wanasema mchoro uwanja wa laptop ukaonekana uwanja. Umeelewa vizuri? Utakuwa hivi, hapa kutakuwa na duka, hapa kutakuwa mchoro wa AI wanasema. Hapo kutakuwa na duka, hapa kutakuwa ni, hapa kutakuwa ni, kutakuwa ni. Maana hiyo ni kwamba tayari alishatafutwa mkandarasi, ameweza kuweka mchoro na mchoro ushakuwa tayari. Kwa hiyo sasa hivi wanachokifanya Young African, wapo kwenye kuitengeneza kampuni, ambapo kampuni inaundwa na Yanga pamoja na GSM, ambapo kampuni hiyo kazi yake kubwa itakuwa ni kusimamia, sio kuanza kuona kwamba matofali yataingia mangapi, no, kusimamia ujenzi wa uwanja, na ukikamilika namna ya kufanya uendeshaji wa uwanja utakuwa kampuni maalum, ambapo kampuni hiyo sasa itapewa jina ambalo litakuwa linasimama kati ya GSM na Young African, na ndio wapo kwenye mchakato huo kwa sasa hivi. Kwa hiyo miezi 18 ambao wameahidi kwamba uwanja utakuwa uko tayari, mimi nafikiri mpaka sasa wapo katika muda ambao wameweza kuahidi, ila tu kwamba kuonekana watu wanaforce zaidi kuona process za nje kuliko process za ndani. Ndio wanafocus na ubingwa. Yeah, hapana. Yaani ubingwa ni jambo lingine, lakini katika hili
naona kabisa kwamba wapo katika mchakato wa ndani ambao hauwezi kuonekana, na haya ni kwa mujibu wa vyanzo vyangu ambavyo nimepata kutoka kwa wahusika wenyewe, na akiwemo msemaji wa klabu. Nimemsikia pia akiwa anazungumza kwamba Young African kwa sasa wao wapo katika mchakato wa kuunda kampuni ambayo itakuwa inasimama kati ya Yanga na GSM kwa ajili ya usimamizi wa kukamilisha ujenzi, lakini pia usimamizi wa uwanja ukishakuwa tayari, ili kuweza kuona kwamba uwanja unaendeshwa vipi. Kwa hiyo kutakuwa na kampuni maalum ambayo itakuwa inafanya hiyo kazi. Kwa opinion yako, kama unavyojiita jina lako, unaona issue ni kweli inaenda kukamilika? Mimi naona ni issue ambayo iko kweli kabisa, kwa sababu unapomzungumzia GSM, sawa, unamzungumzia mwekezaji ambaye kwa sasa amekuja juu sana barani Afrika. Umeelewa vizuri? Siamini kama yuko tayari kuweza kuichafua brand yake. Na walitangaza zabuni alafu akashinda GSM kwamba ujenzi wa uwanja. Tafsiri yake ni kwamba kama ikishindikana hivyo, maana yake umekwenda kuichafua brand ya GSM. Umeelewa? Yaani hapo mweke engineer pembeni kama rais wa klabu, iweke GSM ambayo iko pale. Alafu baada hapo sasa mchukue engineer mweke hapo kama rais wa klabu, kama rais wa vilabu barani Afrika. Ikiferi hapo, maana yake pia hata yeye mwenyewe pia atakuwa amejichafulia safari yake ambayo ya ndoto nyingi ambayo anaiwaza kwenye mpira. Kwa hiyo mimi kwa imani hizo zinanipa kabisa tumaini kwamba inawezekana kabisa kwamba jambo likawa liko katika process nzuri, hata kama litachelewa kukamilika, lakini naona kabisa lipo katika mchakato mzuri, kwa sababu mbali ya hili sikuwahi kuona uongozi wa Yanga wakichukua hatua za ujenzi wa uwanja, lakini hao wamesema. Lakini sasa hivi unaona kuna hatua zinaanza kuchukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa uwanja, na hata ukiangalia hati ile ya kiwanja kile siku ya Mwananchi Day walipewa kwamba bwana, sasa hivi serikali imepitisha eneo ambalo mliomba liongezwe, hati yake ni hii hapa, ambapo toka kuundwa kwa Yanga haikuwahi kutokea. Tafsiri yake ni kwamba wana mwelekeo wa kwenda kwenye ujenzi wa uwanja. Mimi imani yangu inanituma katika hilo, kwa sababu tayari mchakato ushaanza na progress unaanza kuziona. Lakini watu wengine ambao wanajali zaidi mchakato wa nje kuweza kuona hilo mimi kwangu mimi naomba wasubiri kwanza. Yote katika yote, Jairuti aliahidi gari na gari limekuja. Hilo ni jambo la msingi. Ndio ubaya Simba kutumia gari hizo. No ubaya, kama gari limekuja lipo vizuri na hawakuwahi kulimiliki gari la aina hiyo, wacha watumie gari yao. Wacha watumie gari lao. Wacha wajidai na gari yao. Lakini wengine wakafika mbali wanasema kama utani wa jadi umekuwa kama ni ushamba sasa hivi. Unawaambia vipi? Yaani jadi tafsiri yake ushamba pia upo ndani yake. Yaani ukishasikia jadi, kuna mtu anakataa kula keki anataka boga. Hiyo ndio jadi. Bwana mimi jadi yangu kula boga, sio kula keki. Umeelewa vizuri? Mtu anakataa soda anataka togwa. Yaani mimi ndio jadi yangu. Mwingine jamaa mshamba anakataa soda anakunywa togwa, ndio jadi. Yaani Simba na Yanga kuna jambo wanaweza kubishania, wewe mwenyewe ukakaa pembeni ukashangaa. Hasa hata ile jambo la kubishania jamani. Jamani, Chama na Okelo nani bora? Mwingine akwambia bora Chama, mwingine bora Okelo. Unaangalia nini? Mwingine anaangalia Simba na Yanga, mwingine unaangalia namba. Kwa hiyo Simba na Yanga tuwazoee. Hawa ni Corona Doto, hawa ni mapacha. Tuwazoee namna ambavyo wanaendea mambo yao, tuwazoee. Ila kwenye fact tusimame kwenye fact kwamba fact ni hiki kimenyoka, hiki hakijanyoka vizuri. Kwenye vilabu bwana, kuna mambo mengi. Kuna mambo ya gari ya Eliza, mara hii used, mara uwanja hujakamilika. Ni mambo ya kutupiana maneno. Sio mchezo. Mzabuni anakuambia amechukua gari used. Of course, unajua hizi Simba na Yanga mara nyingi sana hivi vitu huwa vikiwa vinakuja huwa kunakuwa na vitu vinaitwa utani wa jadi. Lazima watu walielewe hili. Mimi ni Mr. Opinion na mimi mara nyingi sana huwa napenda kukaa katikati kuzungumza white, blue, black. Sipendi kusimamia upande wowote ule. Umeelewa vizuri? Ukiangalia maana halisi ya utani wa jadi. Utani wa jadi maana yake kwamba utani ni jadi yetu. Yaani Simba na Yanga utani ni jadi yao. Umeelewa vizuri? Iwe kitu kwa uzuri, iwe kitu kwa ubaya, kutaniana ni jadi. Na huo utani wa jadi maana yake utani wa asili, yani asili yao ni utani. Kwa hata ukifanya jambo likiwa zuri kiasi gani atatafuta sehemu tu ya kutania. Nakupa tu mfano mdogo, Yanga alifika fainali hivi karibuni tu 2022 2023 kombe la shirikisho barani Afrika. Kacheza fainali, kafungwa goli 2-1 hapa, kaenda ugenini kashinda goli 1-0, akakosa kombe lakini goli aggregate 2-2, lakini alikosa kombe kwa goli la ugenini, si ndio? Simba walikuja kuwabeza Yanga kwamba hiyo fainali sio lolote, hata sisi tulicheza mwaka 93. Sio, umeelewa vizuri? Yanga walifanya jambo zuri. Katika misimu mitatu Yanga waliweza kukusanya pointi nyingi sana kutoka kule chini walikokuwa mpaka kuingia kwenye 12 bora za CAF ranking. Umeelewa vizuri? Ndani ya misimu mitatu walifanya hivyo. Simba walifanya hivyo
kwa misimu takriban misimu mitano kuanzia 2019, 2020, 2021, 21, 22 mpaka kufikia 24, 25. Wakasogea mpaka kufika namba 6 kwa misimu zaidi ya misimu 6 walitafuta hiyo. Lakini kwa upande wa Young African ndani ya misimu mitatu waliweza kusogea kutoka kule chini kusikojulikana mpaka kufikia katika hatua za juu zaidi. Sio, umeelewa vizuri? Lakini bado walianza kuzungumza sana mengi. Kama kuna kitu cha kumalizia basi nimemalizia, mashabiki wa kusikia. Of course, kwangu mimi naomba tu vijana wa Serengeti Boys kwa kitu walichokifanya tuwatie moyo, tuwapongeze katika hatua hiyo waliofika, isianze kunyoshana vidole, tusianze kuwa discourage kwa sababu hawa ndio taifa la kesho ambao wanakwenda kutubeba. Tunafahamu kwamba msimu unaokuja tutaandaa AFCON, lakini pia hawa wakiwa wanaanza kuhusishwa katika timu za wakubwa itakuwa ni jambo zuri zaidi. Lakini pia nimemsikia waziri mwenye dhamana ya michezo akisisitiza kwamba wachezaji hao watakaposajiliwa wacheze kwenye vilabu kikosi cha kwanza, wacheze, akisisitiza wacheze, wakikaa benchi yeye hatakubaliana na hilo na Karia asikubaliane na hilo. Ameongea jambo zuri sana, ila mimi kwa kuongezea ni kwamba ni kutia shime kwa upande wa TFF kuweka mkazo kwenye vilabu vyetu kuwa na timu za vijana zenye nguvu, lakini pia kuweka mazingira safi ya kuweza kuwa na ligi ya vijana, kuwe na ligi ambayo iko serious ya vijana, ligi serious ya vijana. Media kama hizi mnavyokuja, mnakuja pia tunazungumza habari za vijana, tuone Mtibwa Sugar, Young African, timu za vijana zikiwa zinapambana miaka 17, miaka 20. Tunaona miaka 20 ndio kidogo ina nguvu. Miaka 17 haipewi nguvu sana. Miaka yetu sisi kipindi tunacheza kulikuwa na Coca-Cola ambayo ilikuwa ina nguvu, lakini sasa hivi unaona haina nguvu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kwa sasa hivi iweko nguvu kwenye ligi za vijana na vilabu vyetu vihakikishe kwamba zina timu za vijana. Na ndio kanuni inasema kila timu lazima iwe na timu ya vijana, lazima iwe timu na wanawake, lakini haijawekewa mkazo. Mimi nafikiri ikiwekewa mkazo huko itakuwa ni nzuri zaidi, kwamba hata vijana wanapotoka timu zao za taifa wanakuja kwenye vilabu wanajua bisa kuna vijana ambao watakuwa wanapata mashindano ya kucheza mengi kwa kwenye vilabu. Kama kuna ligi za muungano tunacheza wakubwa, kuna ligi za mapinduzi tunacheza wakubwa, basi kuna msimu huo kwamba muungano safari Yanga watapeleka timu za vijana, Simba timu za vijana kwenda kwenye mapinduzi cup, kwenda kwenye muungano cup, ili mradi kuweka ile motivation kwa vijana kuweza kucheza mechi nyingi zaidi. Lakini tukitegemea waende kucheza Simba na Yanga, tukubaliane kwamba Simba ni taasisi ambayo imekaa inategemea kuweza kupata returns, Yanga ni taasisi, Azam kadhalika na timu zingine na Mungo na Mtibwa na vingine, wao watafocus zaidi kuweza kupata mafanikio ya ndani na mafanikio ya nje. Uanze kumwambia sasa hivi aanze kumtengeneza mchezaji ampe tu platform ya kucheza kwa muda mrefu, aache soko la ushindani, hiyo kidogo inaleta changamoto. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kuandaa mazingira ya kuweza kuwapa vijana nafasi ya kucheza kwa wingi, kwa kuweza kuweka nguvu kwenye timu za vijana na ligi za vijana. Shukrani sana. Shukrani jazila.